Mimi kusema ukweli mpaka sasa hivi tulipofika kwenye swala la dabi ya Kariakoo, karibia kila mtu ama kila taasisi ambayo inahusika ipo kwenye eneo ambalo ni point of no return. Young Africans hawezi kurudi nyuma. Bodi ya ligi ni ngumu kurudi nyuma, ingawa inawezekana. Ugumu unatoka wapi? TFF ni ngumu pia kurudi nyuma. Kuna statement yoyote kutoka bodi, kuna statement yoyote kutoka TFF toka harika hii tokee. Natumia neno harika. Sasa ukijaribu kuangalia hizo pande zote, sasa hivi kwa Yanga, let's say viongozi wakasema wabadilishe msimamo wao, waseme okay tunacheza huo mchezo. Mashabiki zao umewasikia hapo namna ambavyo wanazungumza wakiwa wanahitaji viongozi wajaribu kushikilia msimamo ambao wako nao. Kwa hiyo unaona ugumu ambao wanaupata viongozi wa Young Africans kama wataamua kurudi nyuma. Lakini nenda kaangalia kwa watu wenye mamlaka au bodi ya ligi. Sasa hivi wakija kutuambia kwamba labda ni nini ambacho kilitokea kwenye ule mchezo wakatoa taarifa yoyote ile, kwa kiasi kikubwa kila mtu atakuwa anafikiria kwamba pressure ambayo imetoka kwa Young Africans ndio kitu ambacho kimewafanya watoe taarifa na sio matakwa yao. Kwa sababu kama ingekuwa ni kutoa hiyo, inawezekana ingetoka kwa muda mrefu kidogo. Na sio tu kutoa hiyo taarifa, lakini pia kama sasa hivi wanakuja kuomba radhi, itakuwa sio kwa sababu wao wameamua kuomba radhi, kwa sababu kuna kipindi kirefu sana kimepita hapa katikati wangeweza kufanyaje? Kuomba radhi. Lakini ukienda pia kwa TFF ambao hawajazungumza chochote kutoka siku ile, wao ndio baba wa mpira wa miguu kwenye nchi yetu, walipaswa kuzungumza chochote kuhusiana na mchezo. Inaonekana kile kitu ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi wao kwa kiasi kikubwa labda tunaweza kusema labda wanakibariki. Sio kama unaelewa. Kwa hiyo wakija pia wakituambia chochote kuhusiana na ule mchezo, tunaweza tukahisi kwamba ni hii pressure ambayo imekuwepo sasa hivi na sio matako yao, kutokana na kile ambacho pengine labda wanakifikiria. Lakini Simba pia sasa hivi wakisema okay, labda kutokana na ile barua ambayo tuliitoa siku ile tarehe 14 I think, tarehe 7, kwamba hatuwezi kucheza mchezo mpaka wale ambao walikwamisha ule mchezo, kwa maana ya meneja wa uwanja pamoja na wale mabouncer wa Young Africans wawajibishwe. Sasa hivi wakisema hatuchezi tena kutokana na kile ambacho tulikifanya, inamaanisha tayari watakuwa wanarudi nyuma kwa sababu tokea. Lakini kusema ukweli, Yanga wapo kwenye eneo ambalo kurudi nyuma itakuwa ni ngumu sana, na mimi naamini kwamba hata mimi ningekuwa kiongozi wa Yanga, point 3 ama 15 ambazo nitakatwa zinaweza zisiwe na muhimu kuliko heshima pamoja na uwezo wa kusaidia mpira wa miguu. Kuhusu swala la point kukatwa, umesikia hapo msisitizo wao kwamba hakuna pointi sio moja itakayokatwa, hata nusu point bila. Sasa hao ni Yanga wamezungumza bila kuwa na maelezo ya kutosha. Sawa wamesema hivyo. Lakini ni yapi ambayo pengine yanaweza yakafanya dabi ikachezwa hata kwa short notice? Yepi Young Africans wao wanajibu hili? Kwa maelezo ambayo umeyatoa, kama bodi ya ligi itatoa majibu, kwa hiyo dabi inaweza kuwepo 100%. Majibu ya hoja za msingi za klabu ya Yanga ambazo uongozi wetu, kamati tendaji na wanachama, hayo maswali wanajiuliza, yakipatiwa majibu ngoma inapigwa asubuhi mchana kweupe. Sisi Yanga ndio maana hata wenye akili timamu, watu wenye akili timamu, akili zao zinafanya kazi vizuri, wanatambua kwamba Yanga hawana hofu na timu yoyote. Tunaziheshimu timu zote za ligi kuu, lakini hatuna hofu na timu yote. Tena huyo Simba ndio mtu ambaye tumemfunga mara nyingi sisi kwenye historia yetu. Basi tena historia tu karibuni tumemfunga mara nyingi. Kwa hiyo hai make sense kusikia mtu anataka kucheza na mtu ambaye anamfunga mara nyingi. Tena sisi tungekimbilia, kama nataka ubingwa tu nje nyepesi, tungeukimbilia hiyo mechi kwa sababu tunajua tunashinda. Tunashinda wachukua zako ndo. Lakini tunataka tushinde hapa, sio point 3. Tunataka tushinde kwenye hoja. Tupate majibu mazuri ili sasa wadau wa mpira, mashabiki, wanachama wetu ambao sasa hivi unasikia shinikizo kwa uongozi, kamati tendaji, wapate cha kuambia wanachama. Kwa maana tulipeleka timu mechi 8 mechi ya kuchezwa kwa sababu hizi. Palikuwa pana tishio la usalama, ripoti ya maafisa wa usalama ni hii, jeshi la polisi ripoti yake ni hii. Palikuwa pana viashiria vya rushwa mnasema, na mechi ilisimamishwa kwa sababu hiyo. Juzi nimeona kaka yangu Karim Boimanda anasema bodi ya ligi sio chombo cha uchunguzi. Msikia akifanya mahojiano akisema bodi ya ligi sio chombo cha
cha uchunguzi. Lakini nimkumbushe tu kaka yangu Boimanda, cause ni kaka yangu, ni senior na ninasoma naye mpira, arudi nyuma akumbuke barua ambayo bodi ya ligi waliitoa wakati wakiahirisha. Sio maneno yangu, na uone ile barua aliandika mwenyewe kama mkuu wa idara habari ya bodi ya ligi. Ile barua iko very clear na ilieleza kwamba muda ambao wangetaka kufanya uchunguzi, sio chombo kingine. Unaelewa, muda ambao uchunguzi ungetaka kufanyika unaonekana hautoshi. Kwa hiyo alitaka kujipa muda ufanyike uchunguzi wa kutosha ili majibu yaje, alafu tarehe tangazwe. Manake kama kuna viashiria vya rushwa, usalama, na inabidi ufanye uchunguzi. Sasa kama ile barua ilitoka na yeye nafikiri ndo aliandika kama mkuu wa idara, leo akituambia kwamba bodi sio chombo cha uchunguzi, na kwenye barua yake hakuwa ameelekeza kwamba kuna vyombo vya uchunguzi, kwa sababu ungeelekeza kwamba kuna vyombo vinafanya uchunguzi, leo hii wa Tanzania wadau wa mpira wangeenda kujiuliza hivyo vyombo. Ndio kama mechi hii imeahirishwa kwa sababu tumeachia chombo fulani kifanye uchunguzi, bila shaka yoyote leo hii wadau wa mpira wasingekuwa wanakwenda kwa bodi ya ligi kuuliza, wangeenda kwenye chombo husika, bwana chombo fulani let's assume ni masuala ya rushwa, TAKUKURU, wangeenda kuuliza, waandishi ingeenda pale, bwana TAKUKURU, hii mechi mliahirisha mashindano kwa sababu ya rushwa, ripoti imefikia wapi? Ndio chombo pekee chenye mamlaka. Lakini nakumbuka mimi kama kuongoza kwa sawa, TAKUKURU wilaya nafikiri mkoa alisema kwamba hawapokea taarifa yoyote ya rushwa. Kwa hiyo bwana, kama vyombo hivi havikusema, bodi ya ligi unajua bana, hii iko hivyo. Sawa huyo ni Ali Shabani Kamwe. Wao wanasema kama haya mambo yatakamilishwa vile ambavyo wao wanahitaji, wakati wote tu kitapigwa. Na kusema ukweli yani mkule. Yani haina hata maelezo mengi sana ndugu yangu Steve Njema. Sisi nadhani tusubiri, tuwe na subira. Sawa bana.